Kwa sasa moja kwa moja tunaelekea pale Iringa ambapo tunakutana naye Muhammad Nyaulingo ambaye naye pia amezungumza na mashabiki wa Simba na Yanga kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya Muungano Cup ambayo inatarajiwa kuchezwa kesho katika uwanja wa New Amani Complex. Waswahili husema hayawi hayawi, sasa yamekuwa, ndio uhalisia ulivyo. Wababe kutoka mitaa Twiga na Jangwani wanakutana visiwani Zanzibar kwenye fainali ya Muungano Cup. Hawa ni Simba na Yanga, na hapa ni mkoani Iringa. Nazungumza na mashabiki wa pande zote mbili kutaka kupata hisia zao. Je, wamepokeaje kitendo cha timu hizi kukutana Zanzibar, lakini wakati huo huo tarehe 3 pia watakutana jijini Dar es Salaam kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwanza nikaanza na mashabiki wa Simba ambao wao wanajinasibu kuwafunga Yanga na hatimaye kuwapoka ubingwa. Ile kombe mimi la kwangu, mimi nipo hapa. Mimi nakwambia nipo. Ila sasa nataka kukwambia yule hata amini kaka. Mimi nipo hapa. Yule anachukulia mimi hize. Si umeelewa? Mimi yule saizi namjua. Ana yule kama saizi kama mtoto wangu. Umeelewa? Kama mtoto wangu. Mbinu zote za kwake mimi nazijua. Umeelewa? Yeah? Yule mimi nampiga 2. Mimi nampiga 2 huja hapa. Ana ile kombe kaka. Kwanza ile hela mimi naitaka. Maana siseme kombe, ile pesa mimi naitaka. Issue iliyokuepo. Wao waje. Wao walikuwa wanalilia, "Oh tutajivunja." Hata tutajivunja kuna timu. Si mimi hapa nina timu ya Simba Sports Club. Na wale mimi nataka niwaonyeshe mpira na nitaonyesha kwamba mpira unachezwa hivi. Mpira uchezwe shikiuni. Unajua watu mpira sasa hivi wanauharibu wenyewe. Alafu kwa mikono yetu. Unaona Simba kama mmeamka fulani. Sasa yani kilichotuamsha sisi kwa sababu kwanza timu inafanya vizuri na timu inacheza mpira. Yani mchezaji unavyomleta ndio kazi anajua kwamba mimi naenda kufanya, nimesajiliwa naenda kucheza mpira. Kwa hiyo mnamvua ubingwa Yanga. Yani peupe. Umeona mwenyewe shughuli ya jana. Watu wamepiga mpira slow. Sasa ule mpira unakuja kupigwa katika mechi 2 mara 5 la ule mpira ambao umepigwa. Wakae watulie. Yaani safari hii wale marefa wanabeba tukiwafunga wanagoma. Tukiwafunga wanagoma. Safari hii tuone sasa marefa watakachofanya nini. Sisi kazi yetu ni kucheka na nyavu kule. Hii bwana ubaya ubwela unaendelea. Wao mwenyewe si umeona walisema tunaondoka pale tunamkimbia mtani pale. Ila tumekata tiketi kwa bei kubwa pale. Goli 3 mtu kala pale. Kwa hiyo sasa hizi akija kwa jenerali pale kwa general anakufa mtu. Na tarehe 29 anakufa mtu. Upande wa pili kwa Young Africans wenyewe wanazungumziaje kuelekea fainali hizo? Wamejiandaa vipi kuhakikisha ubingwa wanautetea na hatimaye unarudi Jangwani? Sisi kwenye mambo ya kombe bora watuwekee kitu kingine. Sio mambo ya kombe. Sisi kombe hatuliachi. Na safari hii wamejichanganya. Muda ule wamelilia goli. Safari hii pale marefari wa kule Zanzibar. Sasa sijui watajilia goli safari hii. Kia pili, yani wao wenyewe kwa wenyewe hao mashabiki wa Simba hao na viongozi wao wachaguane kwanza. Ndani atamweka katikati refari. Ili wakifungwa goli wasikatae. Kwa mpira ule kwa safari Yanga ule. Kwa sababu Simba ya kumfunga Azamu mwaka huu. Bila sijui na miaka 2-3. Wewe umeona soka la kule juzi. Mtu amekula goli 2 kavu. Umeelewa? Sasa hawa hapa sasa hivi nisho kuambia mimi pale Zanzibar hawarudi na kitu. Kule anakula chuma 2 akitoka pale akifika hapa Tanzania hapa ligi kuu ya Tanzania ndo asahau. Yaani tumemsaidia kabisa Tanzania anapata sare. Tanzania hapa tumemsaidia anapata sare. Ila kombe kuchukua kule hawezi kuchukua kombe. Milioni 150 sio hela ndogo. Yanga kuwekea kitu she. Hata kumwekea mke wako mtu anachukua anaondoka naye. Unajua mara nyingi Yanga bwana unapotoa zawadi. Kwa hiyo mtu wa kwanza kuzibeba zile zawadi za juu na kuaga Yanga. Kwa hiyo kwenye safari kwenye Muungano Cup imeongezwa milioni 50. Kwa hiyo kwanza lazima sisi tuzindue tuichukue milioni 50. Hao wengine watafuatia baadaye. Usajili walioufanya wameufanya usajili wa kawaida. Hey. Kwa hiyo haya mambo mengine yote wewe ukiona mtoto anaenda kuchezea sharubu unamwacha kama alivyo.
matokeo yake atayaona. Ni kama Simba anaweza akaenda kutoka katika mchezo huo, kwa sababu ukitazama Yanga toka imerejea katika mapumziko, jinsi inavyocheza, unaiona ni timu ambayo inaenda kucheza kimbinu tofauti na Simba jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo nadhani kwamba approach ya mwalimu ambao ataenda kuingia nayo katika hiyo game, nadhani moja kwa moja itaenda kumnufaisha Yanga katika matokeo husika. Kwa hiyo sidhani kwamba labda wana Yanga tutakuwa na pressure kubwa sana, kwa sababu labda Simba katoka kushinda goli 3 dhidi ya Mlandege, basi ikaenda kuwa na pressure kubwa kwa Wanayanga. Nadhani kwamba tuna wachezaji ambao wako na akili timamu, ni wachezaji ambao wanajua kipi ambacho wanakifanya, ni wachezaji ambao wanaenda kujua kwamba wanachama na mashabiki wanataka nini ndani ya Young Africans. Tunatamani kuwa na makombe yote ambayo tulikuwa nayo msimu uliopita. Ukiangalia Young Africans ilienda kukusanya mataji yote ambayo ilishiriki ndani ya Tanzania, iwe bara na visiwani, kote walienda kuchukua. Kwa hiyo nadhani kwamba bado wana ile kiu ya kuendelea kuyapambania mataji ambao walikuwa wameyachukua. Wanatamani yaende kuongea katika kabati la makombe la Young Africans. Nadhani wengi ambao wamefika Young Africans sisi tunaita Bernabeu ndogo. Ukiingia kwenye chumba cha makombe cha Young Africans kweli kimependeza. Shabiki wa pande zote mbili wametamba ya kwamba watahakikisha ubingwa unakuwa upande wao, lakini vuta ni kuvute ndio inaendelea, lakini dakika 90 ndizo zitaamua ni nani hasa kuondoka na ubingwa, ni Simba ama bingwa mtetezi Young Africans. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo na hii ni Viwanjani.